Lakini niwashukuru pia kwa heshima mlionipa leo niweze kuwa mgeni rasmi kwenye kikao chetu. Kikao kazi, si ndio? Tunasema kikao kazi maana kuna mambo mahususi ambayo tunataka kujadili kama mmoja wa walimu wakuu, nikiamini kwamba tutatumia muda wa siku ya leo vizuri kutathmini, kushauriana, kujengeana uwezo, kushare experience, na niwaombe hasa ile ya kushare experience hii share vizuri. Usiwe wachoyo wa kupeana knowledge. Tunaita KSA, knowledge skills, ili tuweze kuchange nini? Attitude, kwa lengo la kuendelea kujengeana uwezo katika majukumu yetu mbalimbali ambayo tumepewa. Kwa kweli mimi niwapongeze, tumekuwa na miradi mbalimbali ambayo inakuja moja kwa moja kwenye shule zetu. Tumeona mkifanya vizuri, lakini kuna baadhi hatujafanya vizuri sana. Ni vizuri pia mkashare uzoefu huo, kwa sababu Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameleta fedha nyingi sana kwenye sekta hii, na mkoa wetu kwa kweli lazima tunajivunia hilo, na naomba tumpongeze kwa makofi kwa kazi kubwa. Tunasema hivyo kwa sababu utakumbuka miaka ya nyuma tulikuwa na changamoto sana ya miundombinu kwenye vyumba vya madarasa, kwenye matundu ya vyuo, nyumba za watumishi, kwenye maabara za sekondari. Lakini sasa tunaona sehemu kubwa, kazi kubwa imefanyika, na watoto wao katika mazingira mazuri ya kujifunza na kujifunzia. Kwa hiyo tuendelee sana kumwombea afya Mheshimiwa Rais, ili yale ambayo anayatamani, ambayo ni maono yake, basi yaweze kuendelea kutimizwa. Sasa leo kama nilivyosema, mimi ninakutana nanyi kwa mara ya kwanza. Msaidizi mama amezungumza, tunahitaji kuendelea kuona kwamba tunakuza taaluma kwenye ngazi hii ya awali pamoja na msingi. Tunataraji tufanye vizuri zaidi, kwa sababu tunazo, na uwezo sinao, tunao hatuna. Kwa hiyo basi tumie nafasi hii waomba kupitia kikao hiki ya elimu na kuona zile changamoto ambazo zipo, namna gani tunakwenda kukabiliana nazo. Nikiangalia haraka wote hapa naona ni sura na mfano wa Mungu. Yupo ambaye sura na mfano wa Mungu hapa simama, ambao ni sura na mfano wa Mungu. Tunyoshe mkono kidogo. Hakuna mtu aliyanyosha hapa kesho. Tunaanza kwa sasa. Dada hapo ni vipi mwenzetu? Sasa nirudi kidogo tukumbushane baadhi ya mambo. Ninyi ni viongozi. Unapokuwa mwalimu, sio mwalimu tu, mwalimu mkuu, umepewa dhamana. Na dhamana uliyopewa ipo katika maeneo ya uongozi na utawala. Usimamie sana misingi ya tawala bora. Usimamie misingi ya utawala bora, uwajibikaji. Kama walimu wakuu, tuwajibike katika maeneo yetu ambayo tumepewa dhamana, kwa maana ya kwamba wasimamie watu wetu ambao wako chini yetu vizuri, kwa hekima, kuwaongoza na kuwaelekeza. Manake kuna changamoto nyingine zinajitokeza kwamba unapokuwa kiongozi unadhani kwamba ukiwa mkali sana pengine ndio uongozi. Kiongozi lazima uonyeshe njia.
Kiongozi lazima uwe mfano katika matendo yote tu, kwa maana ya nidhamu. Kiongozi lazima uwe kinara katika maamuzi, tena maamuzi sahihi. Maana hapa pia tuna changamoto, ni swala la ufanyaji maamuzi, decision making. Hatutoi maamuzi, mambo mengi hayaendi kwa sababu wengi tunasahau kwamba tuna wajibu wa kufanya maamuzi. Unashuka kwa miaka 3 mfululizo, lakini nimejaribu kupita katika baadhi ya halmashauri na kuonana na wakuu wa shule, walimu wakuu, wakanihakikishia kushuka kwa ufaulu hapana, na wameanza kupandisha ufaulu kwa mwaka uliopita, na wakaniambia zaidi ya hilali kwamba ndio wameamka sasa, hawatarudi nyuma. Sijui ni sawa kwa wote? Maki nimepata bahati ya kuongea na walimu wakuu wote wa halmashauri ya Lele, lakini pia na Simbo. Kwa hiyo nafurahi kupata nafasi ya kuongea sasa na walimu wakuu kwa ujumla kwa mkoa wa Katavi. Kwanza niseme tu binafsi, ninatambua kwamba nyinyi ndio timu ya ushindi. Kweli au nakopa? Kweli. Kwamba nyinyi mkiamua inakuwa, na nyinyi mkisusa inakuwa vinginevyo. Kweli si kweli? Kweli. Sawa eh? Kwa hiyo mimi naamini sana katika hilo kwamba mimi kama mimi peke yangu nikisimama siwezi kubadilisha chochote ndani ya mkoa wa Katavi kielimu, lakini ninaamini kwamba ninayo timu ya ushindi ambayo ndio nyie pamoja na waratibu elimu kata pamoja na wakuu wa shule. Kama ambavyo nimeongea mbele ya mgeni rasmi, nimepata nafasi ya kuongea na wakuu wa shule kama wakuu wa shule wote kwa pamoja, lakini pia nimeshapata bahati ya kuongea na waratibu elimu kata wote kwa pamoja wa mkoa wa Katavi, na leo imependeza Mungu nikutane na nyie walimu wakuu wa shule zote za mkoa wa Katavi. Naamini tulishapanga na mwenyekiti wenu wa TAPSHA, nadhani hii ni mara ya 3. Kila tukipanga kunakuwa na jambo jingine linalojitokeza ambalo linalazimu sasa tuairishe, lakini leo imempendeza Mungu, tumefanikiwa, tumekutana. Kwa hiyo ni jambo jema. Kama ambavyo ameongea katibu tawala wa mkoa kuhusiana na swala zima la uwajibikaji, na mimi naendelea kusisitiza hapo. Tunajua shule ni uongozi. Uongozi wa shule ukiwa imara, ni dhahiri mambo mengine yote ya kitaaluma, ya kimahusiano, ya kijamii yatakuwa imara pia. Lakini kama uongozi wa shule si imara, ni wazi kwamba na mambo mengine pia katika shule ile yataporomoka. Lakini mmeteuliwa kwa vigezo vya uchapakazi na uwezo wenu wa kuongoza. Kwa hiyo ninaamini kila mmoja katika kipande chake amekaa imara kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda vizuri. Tuhakikishe tunawasimamia walimu wetu katika swala zima la ufundishaji na ujifunzaji. Ameongea hapa katibu tawala, pamoja na usimamizi na ufuatiliaji huo, lakini swala kubwa upendo miongoni mwetu, ushirikiano miongoni mwetu. Tukiwa na upendo, umoja, mshikamano katika shule, ina maana wote tutakuwa tunazungumza lugha moja. Umegusa kila sehemu, na kwa hakika umetujaza maarifa ya kutosha ambao tutatumia kwa ajili ya kuleta maendeleo chanya kitaaluma ndani ya mkoa wa Katavi.
umegusa sehemu nyingi sana kwenye uongozi wetu, swala maamuzi kama msingi wa utawala bora, lakini pia ukawataka walimu wakuu kuwa mfano mahali pa kazi, pale kazini kwake, lakini pia kwa jamii inayomzunguka, kwamba mwalimu ni tochi ama ni taa. Lakini pia ukaja upande wa nidhamu, ili tufanye yote haya iwe ni taaluma, lazima tuongozwe na nidhamu mahali pa kazi, na kiongozi yeyote ule unapokuwa na nidhamu, tegemea hata kutoka kwa unaongoza watakuwa na nidhamu pia. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.